Mtazamaji wa TBC1, karibu sana hii leo kwenye kipindi cha Mwanazuoni. Kama ambavyo siku zote tumekuwa tukizungumza, Mwanazuoni tunaangazia wasomi pamoja na utafiti mbalimbali na namna ambavyo unaweza kusaidia kukomboa jamii kutokana na changamoto ambazo zinaikumba jamii kupitia utafiti, kupitia elimu, lakini pia kupitia maarifa, ujuzi na ubunifu. Na hii leo tunazungumza hapa Mwanazuoni, na siku zote tunasema kwamba ukitaka kuondoa changamoto katika jamii, utafiti ni sehemu muhimu kweli kweli, na wakati mwingine ni ya lazima ili kuweza kutatua hayo matatizo au changamoto zinazoikumba jamii. Hii leo tuko na msomi kutoka chuo kikuu cha kutoka Hospitali Kuu ya Taifa Muhimbili, lakini pia yeye ni mhitimu wa chuo kikuu akibobea katika masuala ya figo. Yeye ni dokta ambaye ametabahari ama kwa Kiingereza wanasema specialize kwenye masuala ya figo. Kwa tutazungumza kwa kina sana nini ambacho kinasababisha figo. Ni miongoni mwa magonjwa ambayo kwa sasa yanaikumba jamii na dunia kwa ujumla, na watu wanazidi kuongezeka kutokana na mambo mbalimbali. Tutaangazia hayo, lakini pia tutaangazia figo katika suala zima la watoto. Mtoto anazaliwa na changamoto ya figo, kwa namna gani na kuwaje? Yote haya tutayafahamu hapa kupitia kwa Dr. Salim Mfungahema. Yeye ni mtaalamu wa figo, akitueleza kwa kina sana uzoefu wake wa kufanya kazi katika sekta ya afya, lakini pia akibobea au akitabahari katika suala zima la figo za binadamu. Si ndio Dokta? Naam. Yeye ametabahari katika suala zima la figo za binadamu. Dr. Salim, karibu sana kwenye kipindi cha Mwanazuoni hii leo tukiangazia suala zima la figo. Hapa tutaangazia mengi ambayo yatakuwepo hapa kwenye kipindi. Karibu sana Dokta. Naam. Bila shaka uko salama salmini. Mimi nashukuru sana mzima. Sio wewe? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Habari za majukumu? Tunashukuru Mungu, tunaendelea kupambana. Bila shaka unaendelea kuhakikisha kwamba afya za binadamu zinazidi kuimarika na kuwa bora zaidi. Sawa. Ili uzalishaji uzidi kuweza. Unaona kama tunavyokunywa maji ni tiba ya figo. Tayari tushaanza kupata tiba. Nimefurahi kuona maji hapa. Maana kuna dawa ya figo, ndio dawa namba moja. Tukisha tumeanza tayari tushaanza kutibiwa. Karibu sana Daktari, tukizungumzia swala zima la figo. Tunafahamu miongoni mwa mambo ambayo yanasumbua jamii ni matatizo ya figo. Na mambo yamekuwa yakisemwa mengi sana. Tutaangazia pia unywaji wa maji na changamoto ya figo, lakini pia tutaangazia swala zima la figo na watoto. Tuanzie hapo tukitafakari juu ya changamoto hii ya figo. Kwa nini kadri siku ambavyo zinaendelea ripoti zinatoka kwamba figo ni miongoni mwa magonjwa ambayo yanawasumbua sana wanadamu? Labda niseme tu kwamba tukianza na watoto ambao kwa swali lako labda nimejikita, changamoto kubwa ya figo kwa watoto kwa sasa hivi inatokea, tukianza na kile alivyosema sababu au si tunasema etiology cause, inatokana na kasoro za kuzaliwa. Yani wako watoto wana sababu, kwa kawaida binadamu anapozaliwa, mtoto anapozaliwa anatakiwa kuwa na figo mbili, lakini kuna kitu kinaitwa congenital abnormality, kwa Kiswahili tunasema kasoro za kuzaliwa. Hiyo mtoto anaweza kuzaliwa na figo moja, hiyo pia inawezekana. Sasa hiyo ni moja ya sababu kwa nini mtoto chini ya mwaka mmoja au chini ya miezi 6 anakuwa shida ya figo, anapata congenital abnormality au kasoro za kuzaliwa kwa figo. Lakini pia mtoto huyu anaweza akazaliwa na figo zote mbili lakini zikawa ndogo, pia tofauti na ile size, yani ukubwa wa kawaida unaotakiwa, normal size tunasema. Sasa hizo nazo zote zinachangia. Sasa tuchukue wale watoto ambao wamezaliwa na figo zao mbili katika normal size tunasema, ukubwa ambao uwe sawa. Hao wanaweza wakapata changamoto ya figo kutokana na changamoto mbalimbali za figo. Moja, kupata homa kali ambazo zinasababisha kupungua kwa maji mwilini kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, kwa ukanda huu wa Tanzania, changamoto ya malaria kwa watoto chini ya miaka 5 imekuwa ni kubwa zaidi. Kwa mtoto anapopata homa ya malaria, homa kali, anapungukiwa na maji mengi mwilini, tunaita severe dehydration.
Severe dehydration inaweza kupelekea mtoto kupata acute kidney injury, akapata changamoto ya figo. Lakini pia matumizi ya dawa holela. Tunaona kwa vijijini, mama mtoto ameumwa, kuna dawa za kienyeji, au tu ameenda duka la dawa, anaomba Panadol, naomba hiki, kwa ananunua tu dawa bila kupata maelekezo ya mtaalamu au daktari. Kwa hiyo dawa mtoto unampa, anatumia, leo umempa hiki sirapu, leo umempa Panadol, kesho umempa diclofenac, baada ya muda, sababu shida ya figo inakuja taratibu, mtoto ule anaweza kupata changamoto ya figo kama itakuwa haijatibiwa kwa wakati. Manake tunatoka kwenye tatizo la figo tunaenda kwenye tatizo sugu, ugonjwa sugu wa figo tunaita chronic kidney disease au CKD. Ambayo sasa hivi unaweza kushangaa, pole mtoto mdogo chini ya miaka 5 anapataje CKD, ana chronic kidney disease. Sasa hizo ndio moja ya sababu ambazo nimejaribu kuziorozesha, ndugu mtangazaji. Tukija kwenye maisha ya kawaida, tukiachana na kundi la watoto, tumeona kwamba wakati mwingine ni tatizo mambo ya kuzaliwa, lakini pia maisha ya wazazi ambao unakuta tu mtoto amemwona na homa, anakwenda kwenye duka la dawa anachukua na kwa maisha ya kawaida kwa watu wazima sasa. Magonjwa gani ambayo yana uhusiano moja kwa moja kusababisha figo ambayo pengine tunachukulia kawaida? Na tukienda kwa watu wazima, tatizo la figo sasa hivi limekuwa likiongezeka kwa haraka zaidi. Tatizo la figo limekuwa ni kubwa. Kuna magonjwa ambayo yanasababisha figo, kwa sababu ugonjwa wa figo mara nyingi tunasema ni matokeo ya kutokutibiwa kwa wakati kwa magonjwa sugu fulani. Kwa kitabu tunasema complication. Sasa magonjwa hayo ni kama, ugonjwa wa kwanza ni sukari. Tunasema kisukari, diabetes mellitus, sisi tunasema DM. Na ugonjwa wa pili ni shinikizo la juu la damu, tunasema hypertension. Sasa hayo ndio magonjwa mawili makubwa ya kwanza, lakini yako mengine ambayo yanaweza yakachangia. Kwa mfano, kuna infection, kuna maradhi kama kansa. Ugonjwa unapokuwa kansa, wengi wanapata metastasis, yani kansa inasambaa na kwenda huko. Wagonjwa wanaougua magonjwa kama HIV wanapata changamoto hizo pia za figo. Lakini pia kuna mfumo wa maisha, tunasema lifestyle, ambayo hiyo lifestyle sasa tunarudi pale pale. Kama ufanye mazoezi, kwa vyovyote vile utakuwa overweight, uta gain weight, lakini baadaye utapata pressure au utapata sukari. Sasa sio tu kutokufanya mazoezi, lakini ulaji wako, unakula saa ngapi, unakula nini na kwa kiasi gani. Hivyo vyote kama hutofuata utaratibu, utakuja kupata maradhi ya kudumu, ambayo maradhi yasiyoambukiza kama sukari, kama pressure, ambayo haya maradhi makubwa mawili ya kudumu, sukari na pressure, ndio chanzo kikuu cha maradhi ya figo au ugonjwa sugu wa figo, chronic kidney disease. Dr. Kibaki, kwenye kula hapo umezungumza mambo ya kula. Hapo kuna shida kidogo. Ndio. Wote wanakula saa 2, saa 3 kitandani. Ndio. Ukoje utaratibu? Kwa sababu hapa na hapo pana shida pia. Kimsingi unatakiwa kwanza usile usiku sana. Ni bora ukala kabla ya saa 1. Na kama una utaratibu wa kulala kuanzia saa 3, at least masaa 2 kabla ya kulala uwe umekula. Na tunashauri kwa nyakati za usiku usile chakula kingi sana au chakula kizito, kula kiasi. Hiyo tunashauri hivyo. Lakini pia tunashauri kama unaweza kupunguza milo, pia ni jambo jema zaidi. Sio lazima kwa sababu ni asubuhi basi ule breakfast, lazima mchana nipate lunch na jioni lazima nile kitu fulani. Kwa hiyo unakula kulingana na uhitaji. Kama ni asubuhi umeweza kupata maziwa, umepata na kitafuno chako fulani, basi ukaangalia masaa fulani. Kama umekula saa 12, umechelewa kula kutoka ofisini, sio lazima kwa kuwa umekula saa 12 na kikawa cha mchana basi lazima saa 3, saa 4 tena nile, alafu muda huo nikisha kula tu naenda kitandani.
hiyo inakuwa sio sawa. Kulala na chakula ambacho bado pia inachangia maradhi kama ya kupata sukari au pressure, na hayo yanatokana na nini? Kwa sababu utagain weight, utapata obesity. Ukishapata obesity, basi unakuwa kwenye riski ya kupata magonjwa kama ya kisukari au pressure, tunasema shinikizo la damu. Tunarudi kwa Dr. Janabi kwamba ndio sio lazima ule sio lazima, unatakiwa kula kidogo wala mara kula kidogo. Na mimi ningesema, kwa mfano, kama mimi ningepata fursa ya kushauri sasa hivi, ningeshauri kwamba sukari ya kutengeneza sio lazima matumizi, kwa sababu sukari tunaipata sehemu nyingi. Unakuta unaachia watoto asubuhi, anajiwekea mwenyewe sukari kwenye chai, anaweka vijiko 2 3, sababu sukari tunaipata kwenye matunda. Sukari tutaipata kwenye mtoto wa kila wali, ugali, sijui miogo, viazi, mwingine kwenye juisi. Sasa huko kote unapata sukari. Kwa hiyo ile sukari ya kujiwekea kwenye chai, si maziwa, sio kitu cha lazima sana. Mimi nitumie nafasi hii, kama unaweza, Watanzania tukaepuka sukari ile ya kuweka ya kiwandani, itakuwa tumelisaidia sana kuponya taifa hili kuepukana na ugonjwa wa kisukari ambao ndio chanzo kikuu cha magonjwa ya figo, diabetic mellitus. Na kwa sasa hivi karibu 10% ya Watanzania wana sukari. Sawa, kwa wenzetu wanaweza wakaona kwamba tuna chakula cha kutosha, ndio maana wanapata sukari, kisukari, lakini pia tuna nguvu kazi inapotea. Sasa hivi ongezeko la watu wenye maradhi ya figo limekuwa ni kubwa sana. Kwa Dokta, unataka kumaanisha kwamba kama ilivyo kwa chumvi haitakiwi kuwekwa wakati mboga imeiva, naam, hata sukari sio nzuri kuwekwa wakati... Sukari haina ulazima, labda kwa vile zile bites ambazo watu wanaona kwamba ni muhimu, labda kidogo, hata hivi si maandazi, ndazi, keki, yani sio yenye ulazima sana. Ni kama unaweza kuepuka sukari, ukapunguza chumvi, at least chumvi kidogo tunahitaji, sio tunahitaji yale madini, lakini kwenye sukari hatuna tunachokihitaji sana. Kwa mbadala wake ni kama upi Dokta? Mbadala wake kwa sababu sukari tunaipata, mbadala wake ni kwamba sababu sukari unahitaji glucose. Kwa hiyo sukari utaipata kupitia vyakula mbalimbali tunavyokula kila siku kwenye maisha ya Watanzania. Watu wanakula ugali, watu wanakula wali, watu wanakula matunda, wanakula miogo, wanakula chapati. Huku kote unakutana na sukari. Dokta, kuna uji, kuna chai, kuna juice, vyote vinahitaji sukari. Sasa unakuta mtu huku kote kaweka sukari. Hata kama ni chai, basi watu wajitahidi kupunguza kiwango cha sukari. Weka kwa mbali sana, yaani usitake kuisikia. Kwa sababu tunafahamu moja ya vitu ambavyo hata vinachangia sana pressure ni hivyo, chumvi, sukari. Inabidi tuache chai ikiwezekana. Kama ukiweza kufanya hivyo unakuwa salama zaidi. Wengine wanapenda kutumia asali. Vipi? Asali sio mbaya kwa mtu ambaye bado hana viashiria vya sukari, kuwa na ugonjwa wa sukari, anaweza akaanza kutumia. Lakini kwa mtu ambaye tayari kama ni DM ana huo ugonjwa wa sukari, mara nyingi vyakula vyote vyenye sukari vinapandisha sukari. Kwa hiyo unakuwa kwenye riski ya kupata uncontrolled hyperglycemia ambaye inakwenda kwenye ugonjwa sugu wa figo, kwa sababu sukari yako itakuwa haishuki. Kwa sababu hiyo ndio chanzo kikubwa. Unapopata uncontrolled hyperglycemia unakwenda kwenye diabetic nephropathy ambaye matokeo yake unakwenda kwenye CKD. Sasa CKD unakwenda kwenye end stage renal disease. Sasa utakuwa ni mtu wa kufanyiwa dialysis. Sasa hiyo inakuwa ni changamoto kidogo, na kama tunavyojua hatuzungumzii gharama za dialysis, lakini dialysis unapofanya ila na ukichanganya na maradhi mengine kama yapo, hata life span inapungua. Ingawaji kwa watu ambao wanafanywa dialysis
lakini hana riski ya magonjwa mengine ya kudumu, ana uwezo kuishi miaka 20 mpaka 30 kama atakuwa yuko kwenye dialysis kwa shida ya figo, lakini hana maradhi ambayo ni zile tunasema risk factor kama hypertension, hana magonjwa ya moyo, hana sukari na umri sio mkubwa. Mtu huyu anaweza akaishi akasurvive na dialysis mpaka miaka 20. Otherwise kama unaingia kwenye dialysis lakini pia una maradhi haya mengine, ile lifespan nayo inakuwa ni shida kidogo. Kwa hiyo ni vema watu tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Dr. Tukiwa tunaelekea mwisho, mtazamaji, tuko katika kipindi cha Mwanazuoni, tunazungumza changamoto ya figo. Niko na Dr. Salim Mfungahema, yeye anatupitisha, ni daktari bingwa kabisa wa masuala ya figo ambaye amebobea katika hayo maeneo, na tunaangazia suala la changamoto ya figo kwa tumeona pia kwa watoto lakini pia watu wazima, na ameeleza kwamba kuna magonjwa ambayo yanasababisha ama yanachangia kuleta ugonjwa wa figo, hasa ule ugonjwa sugu wa figo, wanasema CKD, chronic kidney disease. CKD ndio ugonjwa ambao ni hatari kweli kweli, ambao tiba yake kama alivyosema ni swala zima la dialysis, ambayo pia ni gharama sana na inatia umaskini. Kwa ufupi, ikitokea hivyo inaleta shida sana kwenye familia, maana inachukua ni kila wiki au kila mwezi, inategemea sasa na ile severity, kwa sababu ile uko kwenye stage gani. Sababu tunasema end stage renal disease. Sasa uko kwenye stage ipi? Kuna ambaye anakwenda kila siku, kuna ambaye anakwenda kwa wiki mara 3, na baada tunakuweka kwenye kliniki zingine. Na wako sio kila anayefanya dialysis lazima awe anaenda kwenye dialysis katika maisha yake yote. Kuna mwingine anapata acute kidney injury, kama tunaweza kumfanyia dialysis mara 1 mara 2 na baadaye figo ikaimprove, anapona na anaacha dialysis. Wako watu ambao tunaona kwamba walikuwa kwenye dialysis sasa hivi hawafanyi tena dialysis. Kwa hiyo hii naam. Daktari, tumalize na swala zima la maji. Unafahamu kuna dhana nyingi sana kuhusiana na swala zima la unywaji maji. Na wengine wanaamini maji yanasaidia kusafisha figo. Wengine wanasema maji yakiwa mengi yanasababisha changamoto kwenye figo. Tupe elimu katika hili swala la maji na figo. Okay. Kila kitu kinatakiwa kuwa kwenye kiwango kinastahili. Kwa hiyo maji unatakiwa kunywa kulingana na uzito wako. Haiwezekani wewe una kilo 50 unataka kunywa maji lita 10 kwa siku. Kwa hiyo sasa utakuta kwamba unataka kuongeza karibu 20% ya volume, ya blood volume, within 24 hours. Kwa hiyo kwa ujumla wake tukianza na faida zake, maji yana faida kubwa kwenye figo, kwa sababu unapokunywa maji tunapata kitu kinaitwa hyperperfusion. Hyperperfusion maana yake kuna blood flow nzuri, maji vizuri kusafisha kwenye figo. Kwa hiyo kuna supply of oxygen. Lakini unapokosa maji maana yake ni kwamba unaweza ukapata kitu kinaitwa dehydration. Ukipata dehydration maana yake unabakisha zile figo inashindwa kufanya kazi kusafisha sumu zote za mwili, kwa sababu utapata mkojo kidogo, na ule mkojo utakuwa concentrated. Kwa maana kwamba tunashauri watu watumie maji kulingana na uzito, weight yake. Kwa maji yana faida sana. Na mimi nashauri tusipende sana kunywa maji ya baridi. Dokta, kwa kumalizia kabisa, kipi ambacho unatamani waache nacho watazamaji kuhusiana na swala zima la kulinda figo kwa ajili ya afya zao? Mimi ningesema kwamba kitu kikubwa kwanza kwenye kulinda figo, lifestyle. Figo tunahitaji kuilinda sana kwa sababu ni kiungo, organ moja muhimu sana. Lifestyle kwa maana kwamba kupunguza unywaji wa pombe uliopitiliza, na hasa pombe kali, sababu hiyo ni moja ya cause. Kuacha matumizi holela ya dawa, hizo zinaleta intoxication, matumizi holela ya dawa.
lakini pia kuzingatia diet ya ulaji kwa sababu ukiwa unakula bila kufuata utaratibu, maana yake ndio utaingia kwenye hayo maradhi ambayo yanapelekea figo kupata maradhi ya figo kama shinikizo la damu, sukari na mengineyo. Sasa ukiweza kula kufuata diet, mlo mzuri professional, na kula kwa wakati hiyo itachangia. Kwa hiyo kote tunajikita kwenye lifestyle. Sasa hapo tunaongezea physical exercise, kufanya mazoezi. Maanake ukifanya mazoezi inasaidia kulinda mwili kwa sababu huto gain weight. Lakini hata pia ukinywa maji, yale maji yatakwenda katika professional inayotakiwa. Lakini kama huna mazoezi inakuwa ni changamoto, sio tu kwenye figo, utadevelop cardiac disease, magonjwa ya moyo na magonjwa mengineyo. Kwa hiyo kikubwa zaidi ambacho wanatakiwa Watanzania wazingatie katika kulinda figo ni lifestyle, lakini pia kuwa wanacheki afya zao mara kwa mara kwa wakati, kwa sababu mara nyingi maradhi ya figo yale yanakuja mpaka unakuja kupata dalili zake, shida ishakuwa kubwa, imeshakuwa kwenye stage nyingine, ndio unapata dalili za figo. Lakini kwa dalili zile za mwanzo, dalili za awali, unakuwa huwezi ukazigundua, unaona tu maisha yanaendelea, unaanza tu kupata labda kuishiwa nguvu kidogo. Ndio mwingine mtu anaona tu kwamba anapata mkojo kidogo, anaona ni sawa, au anapata mkojo wenye povu jingi, anaona ni sawa. Lakini hizo zote ni dalili za magonjwa ya figo, kwa sababu moja ya dalili kubwa za magonjwa ya figo ni kukojoa mara kwa mara, au mwingine kupata mkojo kidogo, au kupata mkojo wenye damu, tunaita hematuria, damu kwenye mkojo, au unapata mkojo wenye povu, ile tunaita proteinuria. Maana yake ule mkojo unakuwa una protein nyingi, maana yake vile vichujio vyako vya figo glomerulus, pale kuna seli moja inaitwa podocyte, ile imedistract, inaruhusu protein kupita pale. Unaona? Sasa zile ni moja ya dalili. Sasa wangapi akikojoa anaona povu, anaona ni kawaida. Kwa hiyo hizo, kama tuna utaratibu wa kucheki afya zetu mara kwa mara, kuzingatia mfumo wa maisha yetu, unywaji wa maji mengi, mimi bado nasisitiza yes, na kuepuka unywaji wa pombe uliopitiliza. Basi hivyo vitatusaidia sana. Hivyo vingine, naam. Daktari, nimekukatisha kwenye maji, kwenye umesema kilo. Unapimaje kwamba hizi ninywe maji kiasi hiki kulingana na hizi kilo? Ziko calculation zake ambazo hizo tutazungumzia, ziko calculation zake, lakini kwa ujumla tunaangalia kwa mtu mzima walau usiwe chini ya lita 3 kwa siku. Kwa kuna calculation za kusema kwamba hizi lita labda 2 zinaendana na hizi kilo. Lakini kwa ujumla minimum at least kwa adult at least 3 lita 2.5. Lakini ziko ile BM index ambayo unaangalia body weight index, okay. BMI. Sasa tukishaangalia ile, tunaangalia na uzito wako na kiwango cha maji ambacho kunywa. Sasa si wote wanaweza kupata muda wa kufanya hizo calculation, ila mambo yasiwe magumu sana. At least unywe walau lita 3 kwa siku, utakuwa uko salama. Okay. Sasa ukifanya mazoezi unaweza ukazidisha hata lita 3, maana yake unakuwa ni safe zaidi. Lakini kwa sisi wanaume sasa hivi tuna changamoto moja ambayo inachangia sana kwenye shida ya figo. Kuna kupata tunaita prostate, benign prostate, ile uvimbe kwenye tezi dume. Tezi dume sasa hivi inachangia sana kwenye maradhi ya figo pia, kwa sababu tezi dume uvimbe unapoongezeka pale, inazuia mkojo usitoke. Kwa hiyo kuna back flow, ule mkojo unarudi kwa ulikotoka. Kwa hiyo zile sumu zinabaki mwilini, kuna creatinine, urea. Sasa yule mgonjwa atapata acute kidney injury. Sasa acute kidney injury kama haijatibika kwa wakati, ndio tunakwenda kwenye CKD na baadaye tunapata changamoto za
figo. Shukrani sana Dr. Salim. Mtazamaji, ni Dr. Salim Mfungahema tukizungumza naye kuhusiana na changamoto ya figo, ama tukizungumza kwa ujumla wake figo na matibabu yake, lakini pia na njia za kuhifadhi ile figo isiweze kuharibika. Kilikuwa kipindi hewani ni Mwanazuoni, na leo mwanazuoni wetu alikuwa ni Dr. Salim Mfungahema. Yeye ni mbobezi ama bingwa wa figo kutoka katika taasisi ya mifupa na mifupa kutoka taasisi ya mifupa na ubongo, MOI. Tumezungumza kuhusiana na masuala mazima ya figo. Shukrani sana kwa wewe mtazamaji, lakini pia nikushukuru Dr. Salim kwa kuwa pamoja nasi kwa kutupa elimu hii kupitia kipindi cha Mwanazuoni. Shukrani sana, bila shaka siku nyingine tukihitaji kwa ajili ya vipindi na mambo kama haya ya kiafya utakuwa tayari kuwa pamoja nasi. Niko tayari. Shukrani sana mtazamaji, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa TBC1. Naitwa Tobias Masalu. Bye bye.